na hii inaendana na uharibifu ambao ungetarajiwa ikiwa meli ya mbao ingegonga mwamba na kukwama juu yake. Uharibifu huo umeharibu upande wa kulia na kusababisha kiunzi cha meli kuvimba kuelekea nje kama inavyoonekana leo. Hii inafanya umbo la sasa la meli kuonekana kuwa pana zaidi kuliko ilivyo hasa. Picha za skani zinaonyesha kuwa sehemu ya juu ya kiunzi upande wa kulia imevunjika kabisa na kujitenga na sehemu kuu ya meli na kuelekea nje. Sehemu nzima ya kiunzi inayojumuisha upande wa kushoto na katikati ya chombo inaonekana kuwa na ukinzani mkubwa zaidi kuliko sehemu iliyotengana upande wa kulia. Hili lingetarajiwa kwa sababu katika meli ya mbao, kiasi cha uharibifu ambao upande wa kulia umepata, karibu hakika ungekuwa umepasua muundo wa kiunzi katika eneo hilo na kuifanya iweze kupitisha maji zaidi na kuongeza upitishaji wake. Hapa upande wa kulia wa umbo la kiunzi unaonyeshwa ukiwa umewekwa upya na kurudishwa katika umbo lake la asili, ambapo unaungana tena na sehemu kuu ya kiunzi na unalingana na upande wa kushoto. Mkusanyiko wa mistari ya ukinzani kwenye mpaka kati ya umbo la kiunzi na nyenzo zinazoizunguka unaonyesha kuwa mabadiliko ya ghafla ya sifa za nyenzo hutokea kwenye mpaka huu. Nyenzo iliyo ndani ya umbo la kiunzi ina ukinzani tofauti wa umeme ikilinganishwa na nyenzo iliyo nje ya muhtasari wa kiunzi, na maeneo haya yote mawili ni tofauti kabisa na sifa za umeme za mwamba.